tu wakatolewa saa hiyo. Yaani waliingia na kutoka muda na wakasema ya kwamba sisi tukiwa polisi hatuwezi kukaa polisi sisi, kwa sababu sisi tunajuana na watu wa polisi, watu wakubwa hapa polisi wanajuana nao, na walijaribu kumdanganya mheshimiwa diwani wa kutaka kumpa rushwa. Akasema mimi sipokee rushwa, lazima nitetee haki za hawa kina mama. Wanachama wa kikundi cha Ukundi PC Vikoba Group kilichopo katika mtaa wa Lolovono kata ya Sokoni 1 jijini Arusha wamedai kwamba wametapeliwa kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 38 na mweka hazina pamoja na mwenyekiti wa kikundi hicho, baada ya siku ya kuvunja kikundi hicho kwenda benki na kukuta hakuna fedha yoyote, ile hali walikuwa wakichangia katika kikundi hicho. Mimi naitwa John Alphonse. Mimi kwenye kikundi ni mwanachama, na mwanachama ambaye nilikuwa nawekeza kwa hisa zangu, na niliingia mwaka jana. Nina mwaka mmoja tu kwenye hicho kikundi. Sasa waliniambia nilipoingia kwenye kikundi kwamba tunavunja tarehe 7 mwezi wa pili. Mwezi wa pili ulipofika tarehe 7 wakadai kwamba kuna madeni tunayodai rejesheni. Lakini tukawaambia kuna watu sisi ambao hatudai chochote, tunadai hizo pesa ambazo tunazodai sisi ambazo hatudaiwi ziko wapi? Akasema ziko benki. Tukamwambia ziko benki, kazilete. Akasema nimeziweka fixed. Baadaye tena akasema nimezichukua, nimezihifadhi nyumbani kwangu. Sasa baadhi ya wanachama wakaenda kuangalia wakakuta pesa hakuna kule. Wewe ulikuwa unagonga hisa kila siku gani? Kila siku ya Jumamosi naweza nikagonga hisa 4, 5, 3 hivyo. Mpaka sasa hivi kwenye hicho kikundi ulishaweka kiasi gani? Nimeweka 2,120,000 nafikiri. Unahisi tayari mshatapeliwa? Si nahisi hawa mama ni waizi, kwa sababu walipewa pesa wakaweke, sio wakaweke nyumbani kwao, wakaweke. Na hawawezi kutupa tarehe nyingine, kwa sababu kama ulipewa uende ukaweke, si uzilete. Sasa unasemaje kwamba mpaka tarehe hiyo na ulipewa? Kazi yako wewe ni kwenda kuweka benki. Sasa kibaya zaidi wamegushi risiti za benki, na muhuri wa benki uko pale, na jina na namba zao za simu ziko pale kwenye ule muhuri. Kikundi chenu labda mmekisajili? Kikundi kimesajiliwa ndio, na hati ya usajili iko hapo. Hebu lete hiyo hati ya usajili. Mko wangapi jumla kwenye kikundi? Sijajua sasa, lakini tuko kama 30 hivi. Yeah. Wanaume mko wangapi? Hii hapa. Kikundi kimesajiliwa. Wanaume mko wangapi? Tuko wawili. Huyo mmoja ni katibu. Lakini bado mimi na wasiwasi na huyo katibu, kwa sababu katibu ni mratibu wa mambo. Sasa hatumuoni, na swala hili limekuwa likubwa, na hatuna namna nyingine ya kusaidika hapa. Tunaomba tu serikali tusaidie kudai hizo haki zetu, kwa sababu tuko kisheria na hao watu waliochukua hizo hela walipewa waende wakaweke. Tuliwaamini na walikuwa wanasema wanaenda kuweka na risiti. Sasa kibaya zaidi ni kugushi hizo risiti. Yaani watu tulikuwa tumekutana hiyo Jumamosi kwa ajili ya kufanyaje, kupiga mahesabu. Tulivyorudi tukamuuliza mtunza hazina, mbona tumeenda benki hakuna hela? Akasema benki hakuna hela kivipi? Tukamonyesha risiti. Hizi risiti uko unatuletea unatoa wapi? Akasema alikuwa anapewa na mwenyekiti wake hizo risiti. Mbona risiti zina jina lako Veronica Urio? Akasema mimi sijui, sitaki kuzungumza kuhusiana na risiti, kinachotakiwa ni hela. Mnataka makaratasi, mnataka hela. Tukatoka hapo akatupeleka kwa mwenyekiti wa mtaa. Tulipofika pale kwa mwenyekiti wa mtaa tukatoka tukaja kata. Tulipofika kata tukamonyesha diwani zile risiti. Kwanza diwani alikuja akatukuta tumekaa hapo nje. Akasema mna shida gani wa mama? Tukamwambia tumetapeliwa. Akasema mmetapeliwa. Akatusikiliza, tukaingia ndani. Akatusikiliza, tukaingia ndani hapo. Tulivyoingia ndani diwani akatusikiliza, tukajieleza. Yule mama mtunza hazina akaulizwa hela za mama ziko wapi? Akasema niliona nitaibiwa kwenye akaunti yangu, nikahamisha kwenye akaunti ya kikundi, kabidi nihamishie kwenye akaunti yangu. Una shilingi ngapi? Na milioni 24 ambayo yuko kwenye akaunti yangu, milioni 24 na 200,000. Basi diwani akasema nendeni mje Alhamisi, mje mgawane hizo hela hapa. Kabla ya Alhamisi wao wakamfuata diwani, mwenyekiti na mtunza hazina wakamfuata diwani kumuomba kwamba hawana hizo hela, awafanyie mpaka mwezi wa 6. Wakataka kumpa rushwa, diwani akakataa. Kwa hiyo tulivyorudi pale diwani Alhamisi, sasa tulipofika diwani akatuambia nilifuatwa na mweka hazina wenu na mwenyekiti ili wafanyaje, wanipe rushwa, nikatae, nisiwasikilize, nikakataa. Okay, kwa hiyo mnachodai, yani
idadi kamili ya fedha mnazodai ni kiasi gani? Yaani hela ambayo ingetakiwa iwe kwenye akaunti ni milioni 38 laki ngapi na yaani milioni 38 na laki 8 na 86. Lakini mmeenda kuchungulia iko laki 1. Laki 191 ambayo ni hela ya mwaka juzi, sio hela mwaka huu. Mwaka huu iko kuweka kabisa. Na nyewe kama kikundi, siku na ile fedha ikiingizwa lazima inakuja ujumbe mfupi kwenye simu zenu. Namba alikuwa anaweka namba za kwake. Na risiti? Risiti, yani risiti inasoma jina lake na namba zake za simu. Hamna hivyo. Na mlipomuuliza anasema? Yeye kasema subirini mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 ndo nitawapa hela zenu. Na wanakuwa wakali, wanatugombeza sana. Hapa ndo tuliambiwa tuje tusikilize, tupewe. Tumekuja polisi kupewa majibu, manake wale watumiwa wako ndani. Tuliwaacha huko. Walikamatwa? Wangapi? 2. Kwa hiyo mnao watuhumu ni nani na nani? Ni mwenyekiti na mweka hazina. Asante. Kwa majina naitwa Severa. Koba zaidi ya miaka 5 hivi 6. Hila kilikuwa kinaga shida, ila mwaka huu ndo kibeleta itilafu. Na itilafu hiyo imeletwa na mwenyekiti na mweka hazina. Maana kila tulivyokuwa tukioji kitu mwenyekiti anatutukana, mweka hazina naye ndio hivyo hivyo. Sasa ilipofika hitimisho ikatokea kwamba hela hamna benki, tukapelekana mpaka kwa mwenyekiti, kwa diwani. Diwani ndo akatuleta hapa, tukaleta wale wahalifu hapa. Ni wanakikundi wa Upendo Ukundi Peace. Huwa tunakutana kila Jumamosi kwa ajili ya kuweka hisa zetu. Ikifika mwezi wa pili tarehe 7 tunamaliza kikundi, kila mtu achukue cha kwake tuendelee na kikundi. Imefika mwezi wa pili tarehe 7 tumemaliza kugonga hisa. Mahesabu yapigwe, tukaambiwa yatapigwa Jumamosi ijayo. Tukasema sawa. Jumamosi ikafika, tukaambiwa kikundi tuendelee tu kugonga hisa mpaka mwezi wa 6 tarehe 30. Hela zetu ndo tutapewa. Kidai statement benki walikuwa wanakataa kutuletea. Wakatoka wanachama 2 wakaenda benki kufuatilia statement benki. Statement benki inakuja haina hata shilingi 190 ambaye ni ya mwaka juzi. Na risiti mlikuwa mnaletewa lakini ni fake. Risiti tunaletewa ni fake. Wakala ni Mroso, Edisi Mroso. Tuko 38. Malalamiko yetu makubwa ni kwamba walituhakikishia, wakasema ya kwamba hela ziko benki. Na tulipoenda benki tukakuta hamna hela. Na wakatuambia kwamba tusijali, tunataka makaratasi au hela. Sisi tukasema tunataka hela. Ilipofika siku ya kuvunja mwezi wa pili tarehe 7, tukawaambia kwamba tupige mahesabu. Tulipoambia kupiga mahesabu wakawa wakali. Kuna dada wengine wakatoka hapa kwenda benki. Walipoenda benki wakarudi wakasema kuna zero kule kwenye sasa benki. Haya, walipotoka hapo tukasema ya kwamba tuende wapi? Kwa mwenyekiti. Tukaenda kwa mwenyekiti. Ilipofika kwa mwenyekiti tukaambiwa tusubiri mpaka Alhamisi. Ilipofika kufika tarehe tukasema tuende kwa diwani. Tupoenda kwa diwani, akatuambia diwani ya kwamba rudini, kama amekubali kwamba mtapiga mahesabu Alhamisi, tusubiri mpaka hiyo Alhamisi. Leo huku mnafanya nini? Huku tumekuja kituoni kwa sababu tuliwaleta huku. Mko wangapi kwenye kikundi? Tupo kama watu 38. Na mmetapeliwa kama kiasi gani? Tumetapeliwa kama milioni 38.